Hi dears. Sasa leo nataka tuongelee kwa nini miezi 6 ndio umri sahihi wa kumwanzisha mtoto chakula cha ziada. Leo nataka kueleza sababu za kitaalamu zinazoonyesha kwa nini miezi 6 ndio umri sahihi wa kumwanzisha mtoto chakula cha ziada. Hii kwa Kiingereza huwa wanaita complementary feeding. Hiki ni chakula cha nyongeza wakati mtoto akiendelea kunyonya. Sasa sababu ya kwanza ya muhimu kabisa, mtoto anapofika miezi 6 mahitaji ya mwili yanaongezeka. Mahitaji hayo huwa yanaitwa zile wanaitaga energy requirements. Yaani mahitaji ya nishati mwilini yanahitajika zaidi, ambapo sasa maziwa kwa kipindi hiki hayatoshi tena. Ile miezi ya mwanzo, miezi 0 mpaka miezi 6, maziwa ya mama yanatosha kabisa. Lakini baada ya miezi 6, maziwa peke yake hayawezi kukidhi haya mahitaji. Na ndio hapo unakuta kuna kile kitu kinaitwa energy gap. Yaani pengo la nishati. Na hili pengo huwa linazibwa na chakula cha ziada. Sababu ya pili ni madini chuma huwa yanapungua. Mtoto huwa anazaliwa na akiba ya madini chuma ambayo anayapataga kutoka kwa mama. Sasa akiba hii ya madini chuma huwa inadumu kwa miezi 4 hapo mpaka miezi 6. Baada ya hapo akiba hii inapungua kabisa. Kwa maziwa ya mama, kwa sababu maziwa ya mama pia yana madini chuma kidogo. Kwa hiyo bila chakula cha ziada mtoto anaweza kupata tatizo wanaliita iron deficiency anemia. Yaani upungufu wa damu unaotokana na kupungua kwa madini chuma mwilini. Sababu ya tatu ni mfumo wa mmeng'enyo unakuwa tayari. Hii miezi ya chini bado mifumo yake yote inakuwa michanga. Lakini anapofika miezi 6 kidogo mfumo wake wa mmeng'enyo unakuwa uko sawa sawa. Kwa hiyo sasa unakuta ile kabla miezi 6 utumbo bado unakuwa vijakomaa vizuri. Hii wanaitaga gastrointestinal maturity. Yaani maanake ni ule mfumo wa tumbo na utumbo havijakomaa. Inapofika miezi 6, mfumo wa mmeng'enyo unakuwa tayari. Vimeng'enya pia vinaongezeka. Hivi vimeng'enya huwa vinaitwa enzymes. Na mfano wake kuna mfano wake wanaitaga amylase. Enzyme hii huwa inameng'enya wanga. Wanga hili mtoto ukimpa uji, hii ndio inaenda kufanya kazi ya kumeng'enya. Maana ukimpa chini ya hapo, unakuta mtoto ndio ile anaweza karisha, anaweza katapika kwa sababu chakula kifyonzwi vizuri. Lakini anapofika miezi 6, chakula sasa kinaweza kufyonzwa vizuri na kila kitu kinakuwa sawa sawa. Sababu ya 4, mtoto anakuwa na uwezo sasa wa kula. Unajua kuna wale wengine wanakuambia mtoto wa kike lazima awahi kukaa, wanamkalisha labda miezi 3, sio miezi mingapi. Mtoto wa kiume anatakiwa achelewe kidogo, miezi 5 hapo 6, ndio mtoto wa kiume anafanya nini? Anakaa. Kwa kifupi, mtoto wa kike na wa kiume mpaka afike miezi 6 tayari anakuwa ameweza kukaa. Maana yake akiweza kukaa, shingo pia nayo inakuwa imekomaa. Shingo ikikomaa, unajua mtoto anavonyonya huwa anatoa ulimi nje wakati ananyonya. Lakini kipindi hiki anaweza sasa kurudisha ulimi ndani, yani kusukuma chakula kwenda ndani. Unaelewa? Hii huwa inatumia, yani unaweza kumlisha kwa kijiko, unaweza ukamsaidia akala na akameza vizuri. Hii inapunguza hii hatari kitaalamu huwa inaitaga choking risk. Umeelewa kwamba anaweza sasa kumeza, hawezi kukabwa, anaweza kula vizuri tofauti akiwa mdogo zaidi ya miezi 6. Kitu kingine, mahitaji ya virutubisho muhimu. Kuanzia miezi 6 mtoto anahitaji virutubisho muhimu sana vinavyoitwa micronutrients. Unielewa? Tuko pamoja sijui hapo. Haya. Virutubisho hivi, yani hizi ni vitamin na madini. Ndio kama hivyo madini chuma, madini ya zinc, vitamin A, vitamin B na kila kitu. Virutubisho hivi ni muhimu kwa ukuaji wa mtoto, kinga yake ya mwili, ubongo. Sasa haya hawezi kupatikana vya kutosha kwenye maziwa ya mama. Lazima apate na vyakula mbadala ambapo anaweza kupata vitamini hizi zote. Sababu ya 6, hiki ni kipindi muhimu sana cha ukuaji wa mtoto. Miezi 6 hadi miaka 2 ni kipindi muhimu sana cha lishe ya mtoto. Kitaalamu huwa kinaitwa window of opportunity. Hii window of opportunity maana yake ni dirisha muhimu la ukuaji wa mtoto. Yaani ukikosea hapa ndio umeshakosea kote. Yaani makosa ya lishe katika kipindi hiki yanaweza kusababisha stunting kwa mtoto, yaani udumavu au kumchelewesha ukuaji wa akili. Umeelewa? Cognitive development inakuwa inachelewa. Kwa hiyo chakula cha ziada, yaani kitaalamu tunasema ni complement. Chakula ni complement, sio replacement. Maziwa ya mama yaendelee hadi miaka 2.
sambamba na chakula. Kwa zingatia sayansi ya lishe. Miezi 6 ndio umri sahihi wa kumwanzisha mtoto wako chakula cha ziada. Kwa hiyo katika miezi 6 hadi 8 maziwa bado ndio chakula kikuu cha mtoto. Yaani yanachangia takriban 70%, wakati chakula cha nyongeza kinachangia karibu 30%. Umeona? Mtoto anapofika miezi 9 mpaka 11, maziwa uwaga ni 50% mpaka 60, chakula cha nyongeza kinakuwa ni 40% mpaka 50%. Movement za mtoto zinazidi kwa anahitaji energy zaidi. Miezi 12 mpaka 23, yani mwaka mmoja mpaka miaka miwili, maziwa yanakuwa ni 30% mpaka 40, chakula cha familia kinakuwa 60% mpaka 70. Umeshaelewa? Kwa hiyo yani kuanzia mwaka na kuendelea chakula cha familia ndio kinachangia sehemu kubwa ya lishe ya mtoto. Huku maziwa yakiendelea kuwa ni nyongeza ya muhimu. Kwa hiyo kadri mtoto anavyozidi kukua, mchango wa chakula unaongezeka, lakini maziwa hubaki kuwa sehemu muhimu ya lishe hadi mtoto anapofika miaka miwili. Kwa hiyo kuna wengine anamwaisha tu mwaka na nusu anamwaisha ziwa, lakini ukiweza kunyonyesha mtoto wako vizuri, mnyonyeshe miaka miwili. Hapo utakuwa umefanya kitu kizuri sana. Basi naomba tuendelee na darasa. Kama ukisikiliza kuna mahali hujaelewa, niulize swali na mimi nitakujibu. Karibuni sana. Switi Lishe tuko hapa kuwahudumia na kuhakikisha mnapata mambo yote yaliyo bora kwa gharama nafuu, na unakuza mtoto wako akiwa ni mtoto mwenye afya njema, mtoto mwenye akili. Kwa hiyo karibuni tuendelee kujifunza pamoja.